Azumba, karibu sana. Asante Kipalala, nimesikiliza wito wako. Sawa Azumba, kuna kazi ya kufanya. Mizimu bado inahitaji damu, na hilo kama unavyojua ni jukumu lako. Umenikabidhi kazi ndogo sana, kesho itakuwa tushafikia malengo. Sawa Azumba, kafanye kazi yako. Hivyo mtoto unanitafutia nini mimi? Kwani nimekukosea nini? Umechukua daftari langu. Ina maana shule uandiki, unategemea daftari langu. Daftari nimechukua na kurudisha sirudishi. Ho, unaifanya jeuri, sasa nitakuonesha. Kabla hujanionyesha mimi, nitaanza kuonesha wewe. Hilo ni tela, picha kamili bado. Mwanangu niambie. Niambie mwanangu nini umekuta? Niambie mwanangu umekuta nini mwanangu? Niambie mwanangu. Niambie. Azumba. Azumba. Mwanangu. 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 Hamna kitu. Hamna kitu mwenyekiti. Hamna kitu maana nini mwenyekiti? Namaanisha ameshafariki. Vipi? Ilikuwaje? Mwanangu. Basi nyamaza mama, nyamaza. Ndo hali ya dunia. Nyamaza. Mama. Nyamaza, kaza moyo. Mama. Basi nyamaza. Ndo hali ya dunia ilivyo. Nyamaza. Subiri kwanza tujue tunafanyaje hapa. Sawa. Ilikuwaje? Mwenyekiti nikokoleta siku. Umetoka tu shuleni anakimbia, anaita tu mama. Akataja neno Kazumba. Mwisho akadondoka. Kazumba? Hii ni kesi ya pili sasa. Basi nyamaza. Ndo hali ya dunia ilivyo. Sawa. Wache tukazike kwanza. Halafu kisha tutajua tutachofanya. Umenielewa? Haya. Twende.
Mwenyekiti mwanangu. Mwanao tena? Kafanyaje? Mwanangu amekufa mwenyekiti. Kafa mwanangu mwenyekiti. Imekuwaje? Mwenyekiti msijui katamka neno moja Azumba. Azumba? Huyu Azumba jamani nani tena jamani analeta matatizo kama haya? Jamani mbona matatizo yanazidi tu yanazidi kila wakati? Hii kweli hatari. Twendeni huko basi. Twende huko. Mama Lulu. Be mwenyekiti. Habari za hapa? Safi, za huko ulikotoka mwenyekiti wangu. Mimi nashukuru Mungu naendelea vizuri. Sijui wewe. Ndio kama unavyoniona hivi, hali yangu ndo kama hii. Ndio. Tupo hapa. Nakuona. Toka itokee ili tatizo la kufiwa kwa mwanao. Naona kabisa hali yako haiko vizuri. Umenyongea sana. Huna furaha aina yoyote mpaka hivi sasa. Pole sana. Asante mwenyekiti. Asante sana. Ila najua hali ya dunia ndo hii. Ndo dunia hii. Kufiwa na mtoto nako inaumiza sana. Alafu ghafla mwenyekiti acha. Nafahamu hiyo. Mwanangu wa pekee. Maana mimi nimetafakari sana. Kila siku zinavyozidi kwenda najaribu kutafakari juu ya matatizo yaliyotokea hapa kijijini kwetu. Mpaka sasa hivi bado sijafahamu ni nani anayosababisha matatizo haya. Tunabaki na kuwa na jina tu Azumba. Lakini hatufahamu Azumba huyu ni yupi na kiumbe au mnyama, yani hatuelewi tu. Pole sana. Yaani mwenyekiti, kusema ukweli hata mimi nasikia Azumba ila sijamjua huyo Azumba ni nani. Azumba ni mtu, Azumba ni jini, Azumba ni mdudu, Azumba ni nani? Yaani simjui tu Azumba ni nani. Ila jana katika pita zangu nimekutana na mama mmoja hivi. Akanielekeza. Akanielekeza huyo Azumba huyo. Ndio. Akaniambia yule pale, kitoto anachokwenda kile pale. Yule ndo Azumba. Halo. Naambia shoga yangu. Na ubuyu shoga yangu. Upi tena huyo? Si yule mtu. Unajua king'ang'anizi? Kanifuata tena karibu mara 3 au mara 4. King'ang'anizi balaa. Nikaona hili jambo hili nimfikishie mjombangu Kipalala. Unajua nimemfikishia mjomba Kipalala. Si unamjua mjombangu Kipalala yule? Nisimjue mimi. Kijiji kizima anajulikana kama Kipalala, nakwambia moto shoga yangu. Kaje shoga yangu. Sasa nilipomfikishia mjomba Kipalala. Mjomba Kipalala hajachukua muda huo kamfuata huko unaambiwa. Alivyomfuata yule mtu kaja kuniomba msamaha mwenyewe, kaja kunipigia magoti nisamee. Usiniambie. Kaja unaambia nisamee, sijui nini. Sijapata kuona. Sijategemea unaambiwa kama litakuwa hivyo. Na furaha. Kusema kweli mwenyekiti, yule sio Azumba name. Yaani sio Azumba anayezungumziwa. Yaani sio Azumba anayezungumziwa kuwa yeye ndo aliyemuua mwanangu au alioua watoto wa kijijini hapa. Sio kweli, kwa sababu hata umri wake tofauti na wale matendo ambayo yanatendeka hapa kijijini. Kwa sababu Azumba alionionyeshwa mimi na yule mama ni Azumba ambaye ana umri hata yaani kwa kukadiria ni kama miaka 6 hivi. Kwa mtoto kama yule sidhani kama anaweza kufanya mambo makubwa kama haya mwenyekiti. Mimi nahisi kuna kitu. Lakini sio kwa yule mtoto, hapana, kwa kweli mimi nakataa mwenyekiti, sio kwa yule. Nimekuelewa mama. Mimi nahisi kitu juu ya hili. Kitu gani tena mwenyekiti? Kuna bwana mmoja anaitwa Bwana Kipalala. Kipalala. Ndio mzee wa pale? Naam. Kati pale. Huyu mtu ni mtu hatari kidogo. Sasa isije ikawa mwanao labda alipita katika pita zake akawa amekwenda nyumbani kwake. Amekanyaga katika uwanja wake labda alicheza. Ikatokea hii mitihani iliyotokea hapa. Hapo sasa mwenyekiti kidogo. Naweza nikaamini kidogo. Naweza nikaamini. Basi ila sina uhakika, ila naweza nikaamini. Kwa yule mzee, ninaposikia skendo zake hapa kijijini hapa,
Naweza nikaamini. Kwa ni yule yule mzee yule. Ni mtu hatari. Ni mtu hatari. Lakini bado tunazania. Kwa hiyo basi mimi nimekuja kukuona, kuwa na uvumilivu. Haya mambo yote yataendelea. Isipokuwa nataka niende na nipitie tena kwa yule mama mwingine tulikutana naye siku ile pale njiani. Ndio yule mama nani pale ndio tulikutana naye siku ile ya nini? Hivi yupo? Hisi yupo kwa sababu sijamwona toka siku zile. Mwenzangu sipo katika hali gani saa hizi? Kufiwa. Tuombe Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi pale. Kufiwa kunauma. Ni kweli. Kufiwa kunauma, usisikie mwenyekiti, asikukute, usiombe. Pole sana. Mwenyekiti. Haya. Mimi ndo nipo hapa na suta vyombo vyangu hapa. Haya, kazi njema. Haya. Halo. Unajua nimeshangaa unaambiwa mtu kunipigia magoti. Tangu nizaliwe sijawahi kupigiwa magoti shoga yangu. Mpaka unakuja kupigiwa magoti, unajua shughuli pambe. Hatari. Unajua nilichoka. Usitoke mchezo shoga yangu. Shoga yangu hapa. Sio mazingira hapa nyumbani. Hapa tu tuende kwenye kuni shoga yangu. Tutafute kuni, sisi nyumbani. Inawezekana tuende kwanza kisimani. Tuende kisimani, tukirudi kisimani ndo tunaenda kwenye kuni. Au unalionaje? Haya sawa, yote sawa tu hayo. Basi tuondoke. Vipi? Mwenyekiti, uko kuna matatizo. Matatizo gani tena? Matatizo gani? Uko kuna kitu kuna matatizo. Kuna matatizo. Maana unatoka huko mbio unakimbia mpaka hapo. Kitu gani?